Lakini kikubwa na cha kipekee ambacho kilikuwa katika sherehe hii ni kuhusu kumpongeza mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika miaka 4 ya uongozi wake ambao ametimiza. Kwa hiyo mara baada ya tukio hili nimeona watu wengi sana wamelipokea kwa mwitikio mkubwa. Mara baada ya tukio hili tunachotarajia kufanya sisi kama Mwanzo Mpya, tunatakiwa kuhakikisha jamii yetu ina muunganiko ambao unaongea lugha moja. Muunganiko kwa maana ya maendeleo ya Tarime yetu iliyo mpya tuijenge sisi wenyewe. Mwanzo Mpya imekuja kama tu mwanzo, lakini tunatarajia watu wengine wadau ambao wako nje ya Tarime tuungane nao kwa ajili ya kujenga Tarime yetu. Si tu hao, tuunganishe nguvu yetu tulionayo na serikali yetu ambayo iko maeneo haya ambayo tunazungukwa na taasisi zetu hizi, wakiwepo ofisi ya mkuu wa wilaya, ambao wao wamesema wazi tu kwamba sisi tuko tayari kupokea lolote lile ambalo litakuja maadamu ni la kujenga wilaya yetu, tutalipokea na tuone jinsi ambavyo tunaweza kulichakata na kushirikiana na wadau ndani ya wilaya. Lakini mara baada ya haya mimi niwaombe tu tusichokane, tunatarajia pia kufanya mambo mengine mengi baada ya haya ambayo nadhani baada ya muda sio mrefu kama wiki moja hivi tutaweza kupeana ratiba na nini kinafanyika, nini tunaanzia wapi na tunaenda wapi. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nyie bado ni ndugu zetu na tunawathamini. Tunaandaa tukio lingine ambalo tutawafurahisha wao. Sisi kama Mwanzo Mpya, sisi kipaumbele chetu ni mama kama mnavyoona. Tumesema kwamba ushindi wake furaha yetu sisi. Kama una Tarime, lakini kupitia Mwanzo Mpya sisi tunadiriki kusema tutamshika, tutashirikiana naye kwa hali na mali kuhakikisha kwamba bega kwa bega kura anazozipata nyingi moja kati ya wilaya itakayosema basi tunahakikisha ni Tarime. Si Tarime tu na kanda ziwa kwa ujumla, kwa sababu jukumu letu sisi ni kuhakikisha mama yale aliyofanya walau sasa kwa ndugu zetu mama ambao wanakaa vijijini, hawana sources zote za habari, basi sisi tukao habari kwao. Tunavyokuja mijini kufanya kazi, tunavyorudi vijijini, basi tukao mabalozi wazuri kwa kazi alizofanya mama yetu. Kwa hii miaka 4 tumeona maendeleo makubwa, ndio maana leo kwenye sherehe hii tumeweza kuleta watu mbalimbali, akiwepo ndugu yetu Wambura Mtani ambaye ametoa mada kuhusu malezi na makuzi kwa vijana wetu, hasa watoto sisi walioko chini umri fulani ambao bado wanaelewa kwenye familia zao. Lakini si hao tu, tumeweza kuona namna gani athari za madawa kulevya zinazoweza kuathiri jamii yetu hususan kwenye vijana. Tumeleta watu kutoka kwenye dawati la jeshi letu la polisi kama polisi jamii kutuelimisha sisi kama vijana. Lakini hawakuishia hapo tu, tulikuwa na dada yetu Isha Mashauzi ambao ameonyesha mwanamke na uchumi. Amewaelezea vitu vingi, changamoto zake, lakini naamini mama zangu waliofika hapa hawajatoka bure. Hata kama ametoka bure basi naamini, lakini kile alichotoka nacho walau ni kidogo kitaweza kumjenga kesho na kesho kutwa. Tusimame sisi kama wana Tarime, lakini tunavyosimama hata kumsemea mama, si tu mwambie huo muda unalia, lakini unamwambia mtu ukiwa na ujasiri kutoka moyoni kwa maendeleo ambayo tumeona sisi wenyewe. Uchumi ni kitu ambacho zamani hususan kanda ya Ziwa mwanamke alikuwa hawezi kufanya chochote bila kupata bidhaa kwa mumewe. Na hayo nilikuwa tunayaona kupitia vyombo vya habari, maisha halisi na vitu kama hivyo. Kiuzuri sijakaa sana kanda ya Ziwa, ingawaje najivunia kuzaliwa huko. Kwa hiyo tulikuwa tunaviona. Kwa mfano babangu alimkatalia mamangu kufanya biashara. Lakini kuna siku babangu alipata ajali, akavunjika mguu. Akakaa Muhimbili takriban mwaka 1 na kitu. Pale ndio alipothamini mwanamke kujitafutia. Ana watoto 5, anataka kusoma, kuvaa, kula na matumizi mengine kama vile kuumwa na vitu kadhaa. Tumai cha ndugu, kila mmoja anatakiwa pambana na familia yake. Usimlaumu wewe nani asaidie familia, jisaidie mwenyewe. Natoa nukuu ya dada mmoja anaitwa Joyce Karia, aliwahi kusema kitu pekee kinachoweza kumfanya mwanamke awe huru ni kipato chake. Tutahangaika sana kusema wanaume msiwanyanyase wanawake, wanaume msifanye nini, lakini kitu pekee kitakachokufanya wewe uwe huru ni kipato chako. Sijui tumeelewana? Ukiwa na kipato chako, sisi wanaume wala hatukusumbui. Yaani wewe ndio utakuwa unatusumbua sisi. Tuangalie masala ya muda mrefu, kupoteza kumbukumbu. Unakuwa wewe huwezi kukumbuka kabisa. Yaani ukija leo hapa kwenye Tarime Women Gala, ukitoka tu hapo umeshasahau kila kitu. Magonjwa ya akili, magonjwa ya moyo, yeni, mapafu, kiharusi, ukimwi, ngozi na utapiamlo. Haya magonjwa yote yanatokana na madhara ya kutumia madawa.
Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.